Ndugu waandishi wa habari, tumeitana hapa kwa ajili ya kutoa taarifa kwa umma juu ya kazi zilizofanywa na Jeshi la Polisi mkoa wa Njombe katika kipindi cha mwezi wa 4 2025. Jeshi la Polisi mkoa wa Njombe limefanya operesheni na misako katika maeneo mbalimbali ya mkoa wa Njombe na kufanikiwa kukamata watuhumiwa 40 kwa makosa ya mauaji, wizi wa pikipiki, uvunjaji, kuingia nchini bila kibali na ukiukwaji wa usalama barabarani. Vielelezo au mali zilizopatikana katika operesheni hiyo ni pamoja na pikipiki 1, TV tofauti 11, redio pamoja na kete za bangi zipatazo kete 80. Jeshi la Polisi mkoa wa Njombe limefanikiwa kumkamata mtu ambaye anafahamika kwa jina la Ayubu Danieli Liawane, miaka 30, mkazi wa kijiji cha Udonja, kwa tuhuma za mauaji ya mtu aliyofahamika kwa jina la Furahini Patrick Kingima, miaka 40. Chanzo cha mauaji haya ni mgogoro wa ardhi, na mtuhumiwa alimuita marehemu eneo la mgogoro na ndio huko alipotekelezea tukio hilo. Upelelezi utakapokuwa umekamilika, basi mtuhumiwa atafikishwa mahakamani. Vile Jeshi la Polisi mkoa wa Njombe limefanikiwa kuwakamata watuhumiwa 2: Isaac Gerald Mkalawa, miaka 32, mkazi wa Nyumbaditu, na Allen Onlasco Mkalawa, miaka 23, mkazi wa kijiji cha Lugalawa, kwa tuhuma za mauaji ya mtu aliyofahamika kwa jina la Ayubu Juma Ngili. Huyu ana miaka 32, mkazi wa kijiji cha Lugalawa. Chanzo cha tukio hili ni watuhumiwa hao 2 walijichukulia sheria mkononi kwa kumshambulia marehemu kwa tuhuma za wizi wa msumeno wa kuchania mbao ambao walikuwa wakitumia. Upelelezi wa shauri hili utakapokuwa umekamilika, watuhumiwa watafikishwa mahakamani. Vile Jeshi la Polisi limefanikiwa kumkamata mtuhumiwa ambaye amefahamika kwa jina la Meshaki Jafeti, miaka 25, mkazi wa kijiji cha Matamba, wilaya Makete, kwa tuhuma za mauaji ya Modesta Nguvila. Huyu ana miaka 40, mkazi wa kijiji cha Magoye. Chanzo cha tukio hili ni wivu wa mapenzi, kwani huyu mtuhumiwa alimkuta huyu mpenzi wake akiwa kwenye nyumba ya mwanaume mwingine, jambo lililopelekea yeye kujichukulia sheria mkononi. Aidha, Jeshi la Polisi mkoa wa Njombe limekamata watuhumiwa 2 ambao ni watuhumiwa sugu wa wizi wa pikipiki. Mtuhumiwa wa kwanza amefahamika kwa jina la Josefu Lulandala, miaka 40, mkazi wa mtaa wa Ramadhani Njombe, na mtuhumiwa wa pili amefahamika kwa jina la Brown Yuda Lulanda, miaka 25, mkazi wa Mbalali Mbeya, wakiwa na pikipiki yenye namba za usajili MC 568 EKY aina ya Haujuen, mali idhaniwayo kuwa ni ya wizi. Sambamba na hilo, Jeshi la Polisi mkoa wa Njombe limefanikiwa kumkamata mtu ambaye amefahamika kwa jina la Fisha Mzumala, miaka 31. Huyu ni raia wa nchi jirani ya Malawi, akiwa anafanya kazi katika mashamba ya parachichi yaliyo katika kijiji kinachofahamika kwa jina Makoo bila kuwa na kibali. Mtuhumiwa huyu amekabidhiwa katika idara ya uhamiaji ili taratibu zingine za kisheria ziweze kuchukuliwa. Lakini katika kudhibiti mmomonyoko wa maadili, Jeshi la Polisi mkoa wa Njombe limefanikiwa kuwakamata watuhumiwa 2. Mtuhumiwa wa kwanza anafahamika kwa jina la Isa Amlani Kitalula, miaka 35. Huyu ni mkazi wa mtaa wa National Housing hapa Njombe, na mtu wa pili anaitwa Simon Joshua Mwalongo. Huyu ni miaka 22, mkazi wa mtaa wa Kihesa, wakiwa na kete 80 za madawa yanayodhaniwa kuwa ni bangi. Lakini watuhumiwa hawa
walikutwa wakiwa wana TV moja inchi 24 na simu mbili ndogo, mali zizaniwazo kuwa ni za wizi. Kwa baada ya upelelezi wa shauri hilo utakapokuwa umekamilika, watuhumiwa hawa watafikishwa mahakamani. Kwa upande wa usalama barabarani, Jeshi la Polisi kupitia kikosi cha usalama barabarani limeweza kuzuia makosa mbalimbali ya ajali kwa kutoa elimu kwa madereva, wamiliki wa vyombo vya moto, wananchi na maeneo ya shule, kwa kuweza kufanikisha kupunguza makosa mbalimbali kwa kiasi kikubwa. Jumla madereva 4738 walikamatwa, lakini makosa haya yaliyokamatwa 4734 waliandikiwa faini na 4 walifungiwa leseni zao za udereva. Sambamba na hilo, Jeshi la Polisi mkoa wa Njombe limefanikiwa kumkamata Soset Linus Mligo, miaka 32, dereva na mkazi wa Mgendela, kwa kuendesha gari namba T 371 EAR aina ya Probox kwa uzembe na kumgonga Wema Ayubu Nziku, miaka 12, mwanafunzi wa darasa la 6 katika shule ya Magufuli, na kusababisha kifo chake katika eneo la kivuko cha watembea kwa miguu, mtaa wa Matamba, kata Ramadhani, wilaya ya Njombe. Kwa upelelezi wa shauri hilo utakapokamilika, mtuhumiwa huyu naye atafikishwa mahakamani. Kwa upande wa mafanikio mahakamani, Jeshi la Polisi limefanikiwa kuwafikisha mahakamani watuhumiwa 9 baada ya kupatikana na hatia na vifungo mbalimbali. Watu waliopata vifungo kulingana na makosa mbalimbali ni tarehe 3 mwezi wa 4 katika mahakama ya mwanzo wa Ging'ombe ilimhukumu Benson Kaduma Hanjawani, miaka 28, mkazi wa Ging'ombe, kifungo cha jela miezi 2 na faini ya shilingi 100,000 kwa kosa la kutotii amri halali katika kesi namba 31 ya 2025. Lakini tarehe 4 mwezi wa 4 katika mahakama ya mwanzo Makambako ilimhukumu mtu ambaye amefahamika kwa jina la Dani Adan Mbaga, miaka 31, mkazi wa Kiumba, kifungo cha mwezi 1 jela au faini ya shilingi 80,000 kwa kosa la wizi katika kesi namba 82 ya mwaka 2025. Tarehe 8 mwezi wa 4 katika mahakama ya mwanzo Makambako ilimhukumu Emmanuel Chachega, miaka 22, mkazi wa mtaa wa Bwawani, kufanya usafi ofisi za serikali kwa kipindi cha miezi 2 kwa kosa la wizi katika kesi namba 78 ya 2025. Lakini tarehe 8 mwezi wa 4 katika mahakama wa Ging'ombe ilimhukumu Bosco Shukrani Mkungilwa, miaka 21, mkazi wa Makambako, na Chesco Francis Mkula, miaka 23, mkazi wa Ging'ombe, kifungo cha miezi 4 au faini ya shilingi 300,000 kwa kosa la kuvunja nyumba na kuiba katika kesi namba 34 ya mwaka 2025. Tarehe 10 mwezi wa 4 2025 katika mahakama ya Makambako ilimhukumu Velmund Elias Mkombola, miaka 24, mkazi wa kijiji cha Ninga, kifungo cha miezi 4 jela au faini ya shilingi 100,000 na fidia ya 50,000 kwa kosa la shambulio la kudhuru mwili, kesi namba 1344 ya mwaka 2025 ya husika. Lakini tarehe 16 mwezi wa 4 katika mahakama ya mwanzo Ludewa ilimhukumu Julius Luoga, miaka 43, mkazi wa Ludewa, kifungo cha miezi 18 jela na viboko 3 kwa kosa la kutishia kuua kwa maneno katika kesi namba 15 ya 2025. Tarehe 17 mwezi wa 4 katika mahakama ya mwanzo Mlangali ilimhukumu Albano Bosco Kayombo, miaka 19, mkazi wa kijiji cha Madindo, kifungo cha miezi 8 jela au faini ya shilingi 300,000 kwa kosa la wizi katika kesi namba 3 ya 2025.
Tarehe 28 mwezi wa 4, mahakama ya mwanzo Ludewa ilimhukumu Yesa Stefano Ngingo, miaka 26, mkazi wa kijiji cha Ibumu, kifungo cha miezi 5 jela kwa kosa la shambulio na kuingia kwa jinai katika kesi namba 316 ya 2025. Lakini mwisho tarehe 29 mwezi wa 4, mahakama ya wilaya Ludewa ilimhukumu Simon Senye Luoga, miaka 52, mkazi wa kijiji cha Mbogo, kifungo cha miaka 5 na fidia ya shilingi 400,000 kwa kosa la shambulio la aibu katika kesi namba 32100 ya mwaka 2024. Jeshi la polisi mkoa wa Njombe linatoa wito kwa wananchi wa mkoa wa Njombe kuacha tabia ya kujishughulisha na uhalifu, kwani haitosita kuchukua hatua kwa mtu yoyote atakayebainika kujihusisha na uhalifu. Lakini vile vile tunaendelea kutoa wito kwa watu ambao wanahusika na masuala mazima ya usajili wa simu, hasa maeneo ya vijijini. Wananchi wapuuze watu wote wanaokuja kama mafreelancer kwa ajili ya kupandisha minara ya simu. Watu hawa kwa uzoefu wameonekana wengi wanatumia mwanya huo kufanya matendo ya uhalifu kwa kuiba fedha kwa njia ya mtandao kupitia kwenye simu za wateja ambao wanawahudumia.